Ukiwa ni msimu au mwezi mtukufu wa Ramadhan katika dini ya Kiislamu, ni vyema kuweza kufahamu mengi kuhusu Ramadhan. Je, unafahamu nini kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhan? Je, unafahamu sheria za Ramadhan? Na kuhusu Idul Fitri, je? Andamana nami sako kwa bako katika makala haya ya Ramadhan niweze kukujuza mengi kuhusu Ramadhan na Idul Fitri kutoka misikiti ya Takwa Amalemba na Jamia mjini Kakamega kutoka kaunti ya Kakamega. Mimi ni Christine Ayeko. Imamu wa msikiti wa Takwa Amalemba, Imam Jafar Ramadhan, pamoja na Sheikh Ibrahim Sadala wanatuelezea mengi kuhusu mwezi mtukufu wa Ramadhan katika dini ya Kiislamu, ikiwa ni pamoja na sheria za Ramadhan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baad, mimi ni imamu wa Masjid Takwa Amalemba Kakamega Mosque. Ramadhani ni mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alileta kwa ajili ya Uislamu, na mwezi kama huu ni mwezi ambao kwamba Waislamu wanatakana wafunge, na sheria ya kufunga Ramadhani ni lazima uwe Muislamu, uwe ni mtu ambaye kwamba mabaligh. Ndio sheria ambayo kwamba inatakikana katika mwezi wa Ramadhani. Lazima uwe baligh, lazima uwe Muislamu, ndio Ramadhani yako itakabaliwe. Na Ramadhani haitakabaliwi kwa mtu ambaye kwamba hafati sharti za mwezi wa Ramadhani. Ramadhani na masharti zake. Sasa mtu asipofuata sharti za Ramadhani, basi ajue ako katika hasara. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, raghima anfu mri'in dakhala Ramadhana thumma kharaja wa lam yughfar lahu. Kwa kuna mtu ambaye kwamba apata hasara, mtu kama huyu Ramadhani imeingia akatoka na ikatoka, lakini hakupata msamaha kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi lazima ufuate sheria za Ramadhani. Lazima ujizuie na kula, ujizuie na kunywa, ujizuie na kufuata shahwa, matamanio ya nafsi. Lazima ujizuie, hata kama una mke wako wa halali lazima ujizuie mpaka wakati kufungua. Lakini ikifika nyakati za kufungua, Allah Subhanahu wa Ta'ala amesema, uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum, umehalalishia wake zenu katika nyakati za usiku. Kwa hivyo wakati wa mchana hatufai kustarehe na wake zetu, hatufai tufanye starehe yote, ila tujizuie na kula, kunywa, kufanya mambo ambayo kwamba itaharibu Ramadhani, kama kuwa na umbea mwingi, kufanya fitna, yani hizi ni mambo ambayo kwamba zinaharibu mwezi wa Ramadhani. Sasa sheria zake ni lazima uwe unaswali, uwe unafunga na imani na kutaka matarajio Allah Subhanahu wa Ta'ala akulipe. Na hiyo ndio kitu kikubwa ambacho kwamba huwa tunafunga, huwa tunataka Allah Subhanahu wa Ta'ala atulipe malipo ambayo kwamba ni ya kheri zaidi. Kwa sababu mtu atakayefunga bila imani wala matarajio kutoka kwa Allah, basi huyo saumu yake ni haba matura, saumu yake imeenda patupu. Sasa hiyo ndio sheria za kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani.